Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ingali tukiwa katika ni siku ya 30 baada ya kuuliwa mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na masahaba zake. Katika tukio la Karbala kuna mambo mengi sana ambayo sisi wanadamu tunatakiwa tuweze kujifunza. Nimetanguliza aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwaita waumini, ikiwahadharisha waumini kunako na moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moto ambao kuni zake ni watu pamoja na mawe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatuhadharisha kwanza sisi kama sisi, kisha anatuambia na watu wetu. Sasa kwa dakika hizi chache ningependa tutembee na maudhui ambayo tumeipa jina ya kwamba ni vipi tutaziacha familia zetu baada ya kuondoka kwetu duniani. Bila shaka katika jamii yetu ya leo imekuwa ni kawaida pale ambapo nguzo muhimu inapoondoka duniani, familia zetu zimekuwa ndizo za kwanza kutetereka kwa mifano mbalimbali, ima iwe katika upande wa maisha au wa maadili wa mashabaha dhalik. Sasa ukitizama katika jamii yetu ya Kiislamu, kwa maamrisho wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna misingi mingi sana ambayo ameweza kutuashiria sisi wanadamu ili tuweze kutengeneza watu muhimu, watu ambao baada ya kuondoka kwetu wasiweze kuterereka. Moja ya mambo ambayo tunayaona katika dini yetu ya Kiislamu ni kumchagulia mwanao mama mwema. Katika riwayat ambazo tunaziona ni nyingi sana na zinatoa sifa mbalimbali ambazo zinamwashiria mama mwema anakuwa na sifa gani. Ndipo ambao wamesema ya kwamba ni sharifatu fi qaumiha, ni yule ambaye nasaba yake ni nzuri, ambaye ni dhalilatu fi nafsiha, ambaye ni mnyenyekevu kwa nafsi yake. Ni sifa nyingi sana ambazo tunaziona kwa mama mwema. Lakini tukiwa tunamtafuta mama mwema kwa sababu mama ndiyo nguzo muhimu katika familia. Mama ndiyo akiamua anaweza kutengeneza, na vile vile akiamua anaweza akaharibu. Na ndiyo maana kitu cha kwanza ambacho Waislamu tunashauriwa nacho, tunaambiwa ya kwamba lazima tuangalie ni mama gani ambayo tunawachagulia watoto wetu. Luqmanul Hakim amekaa na mwanaye, amwambia ya bunayya an-nisa'u arba'a, ewe mwanangu tambua ya kwamba wanawake wapo design 4. Ithnatani salihatan, ya kwamba katika kundi la wanawake 4 wawili ni wema. Wa ithnatani mal'unatan, na vile vile katika hao 4 wapo wawili ambao wamelaaniwa. Billahi alaikum, leo hii katika jamii ambayo tunayo, mama wengi ambao wanawalea watoto wetu,
Mama wengi ambao wanatengeneza familia zetu ni wamama ambao wanapatikana katika kundi la pili. Tizama sifa za kina mama hawa, asema ya kwamba fa amma ihdal mal'unatayn fahiya allati in utiyati lam tashkur wa in ibtuliyati lam tasbir kathirun fi yadayha qalilun tufsidu baitaha wa tudhi'u nafsaha, ya kwamba mwanamke mwovu katika nyumba ni yule ambaye kwanza kabisa hashukuru kwa kile kichache ambacho anapatiwa. Vile vile anapopatwa na mabalaa na shida mbalimbali, basi yeye huwa ni mchache sana wa kusubiri. Aendelea kusema ya kwamba tufsidu baitaha wa tudhi'u nafsaha, mwanamke huyu ndio wa kwanza kupoteza nyumba yake, na vile vile huwa anaipoteza yeye kama yeye. Na wa design ya pili asema ya kwamba almubghidatu li zawjiha, kwanza kabisa anamchukia mme wake, na vile vile mme wake anamchukia mwanamke huyu. Fahiya talidu la turabbi, mwanamke huyu kazi yake ni kuzaa, lakini kwenye malezi ni sifuri. Tuba liman amana sharraha, ongera kwa yule ambaye ameepuka shari ya namna hii. Luqman al-Hakim anamwambia mwanaye, kitu cha kwanza ambacho unaweza ukazingatia pale unapokuwa umeondoka wewe na ukaacha msingi bora katika watu wako, ili waweze kujiepusha na moto ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia kwamba kuni zake ndiyo watu na mawe, mchagulie mwanao mama mwema. Na jambo la pili ambalo tunatakiwa tulitambue pale tunapoondoka sisi duniani na kuacha watu, jambo la pili, tuweze kuwafundisha watoto wetu waweze kumtambua ni nani Mola wao. Tuweze kuwafundisha watoto wetu ni nani Mungu wao. Kwa nini? Kwa sababu lau mtoto akajua Mungu wangu anataka kitu gani, kitu hichi ni kibaya Mwenyezi Mungu hataki, na kitu hichi ni kizuri Mwenyezi Mungu anataka, bila shaka hata wewe ukiondoka, familia yako itabaki katika ile misingi ambayo umeiacha na misingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka. Leo hii ni wangapi ambao tunao katika dunia hii, endapo nguzo muhimu ikaondoka katika familia hiyo, basi familia hiyo inadhorota na inakuwa katika hali mbaya sana. Tunao watu wa mfano hii katika dunia yetu ya leo. Lakini tizama mashahidi wa ardhi ya Karbala, pamoja na mitihani yote ambayo waliweza kupatiwa, kuna watu ambao waliweza kubakia ambao ni mateka, ikiwemo ni al-Imamu Zainul Abidin, ikiwemo ni Bisukaina mtoto wake na al-Imamu al-Hussein, ikiwemo ni mama yake na Sukaina Rabab. Wote hawa baada ya kuondoka al-Imamu al-Hussein alayhi salamu waliweza kubakia katika misingi yao ile ile. Kwa nini? Kwa sababu wanatambua ya kwamba ahadi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia ni za kweli na zina manufaa kwetu. Tizama Abu Fadhl al-Abbas, toka anazaliwa kuanzia miaka 14 mpaka 17, anaona baba yake anauliwa, anaona kaka yake al-Imamu al-Hasan anapewa sumu anakufa, mashahidi wa Karbala wanauliwa, lakini akabaki katika msingi wake ule ule. Kwa nini? Kwa sababu anatambua ya kwamba ahadi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitoa ni za kweli, na wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi akawa mwongo katika ahadi zake. Kitu cha pili, kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana hii ni nguzo muhimu sana. Ukitizama Abu Fadhl al-Abbas pale alipoitwa na wajomba zake Shimr ibn Dhiljawshan
akaambia ya kwamba njoeni katika amani, upande wangu ndo kuna amani. Alimwambiaje? Akamwambia huko ulipoenda kuna amani, ili hali mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuwateseka. Kitu cha pili ambacho ni muhimu, lazima tuweze kuwafundisha watoto wetu ni nani Mungu wao. Mungu wao anataka kitu gani na Mungu wao hataki kitu gani. Na nukta ya tatu na ambayo tutamaliza nayo ni kuweza kuwafunza watoto wetu ujasiri. Kwa nini ujasiri? Ujasiri una nafasi kubwa sana katika jamii yetu, katika maisha yetu. Lakini leo hii watoto ambao tunawalea katika maisha yetu ni watoto ambao tunawalea katika mazingira ya uoga. Tunawalea katika mazingira ambayo mtoto katika marhala ambayo sio ya kuchapwa wewe wamchapa, na katika marhala ambayo ya kuchapwa wewe unamuacha. Na ndio maana tunalea watoto ambao ni waoga kiasi ya kwamba hawawezi wakafanya kitu baada ya mtu muhimu kuondoka katika nini, katika dunia hii. Na ndio maana inaweza ikawa ndiyo chachu ya umaskini katika jamii yetu ya Kiislamu, umaskini na ufakiri ambao maulamaa na maimamu na mitume wakiupiga sana vita. Kwa nini? Kwa sababu una athari nyingi sana katika maisha yetu. Ukiwa ni fakiri wewe, kujizalilisha kwako ni kawaida katika maisha ya dunia. Lau ukaelea mtoto ambaye ni muoga kiasi ya kwamba hata wewe ukaondoka katika dunia hii hawezi akaendeleza ile misingi ambayo uliiacha, lazima familia yako itarudi katika hali mbaya ya umaskini. Tizama Maulana Ali ibn Abi Talib salawatullahi wassalamu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Amekaa na mwanae, amwambia ya bunayya, ewe mwanangu, na kuogopelea kunako ufakiri, fasta'idh billahi minhu, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kukuepusha na ufakiri. Kwa sababu ufakiri una athari kubwa tatu ambazo tunaweza tukakumbwa nazo katika maisha yetu. Kitu cha kwanza anatuambia kwamba manqasatu lid-din. Kwanza kabisa ufakiri unaleta mapungufu katika dini yetu. Katika dini yetu ya Kiislamu kuna ibadati chungu nzima ambazo zinahitajia mwanadamu uweze kuzifanya ibada hizo, lazima uwe na pesa. Lakini kama hauna pesa, na ni ibada ni muhimu, kama hauna pesa ibada hiyo hauwezi ukaifanya. Amwambia fasta'idh billahi minhu, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kukuepusha na ufakiri. Fa innahu manqasatu lid-din, unaleta mapungufu katika dini. Leo hii tuna nguzo muhimu katika dini, nguzo ya khumsi, nguzo ya zaka. Mtu maskini hawezi akatoa. Ni nani sasa ambaye ataweza kutoa nani ibada hizo? Ili hali kama Waislamu wote tukawa katika hali ya ufakiri na umaskini, ni nani katika Waislamu ambaye atasimama katika nguzo hizo? Na hizo nguzo ambazo tumetizama katika historia ya Bwana Mtume ndizo ambazo alizitumia ili kuweka maisha ya Waislamu katika hali nzuri. Leo hii kwa nini tukibaki katika hali hii? Lazima tutaendelea kubaki katika ile hali mbaya. Fa innahu manqasatu lid-din, naleta mapungufu katika dini. Na jambo la pili anasema ya kwamba madahashatu lil aqli, vile vile inaleta mapungufu katika akili. Waislamu akili zetu za kufikiria kwa upana zaidi zinakuwa ni ndogo. Tizama leo hii kwa mfano, ikiwa wewe ni mzazi, kwa kile kitu ambacho unakifikiria wewe ni chakula cha familia na mavazi ya watoto kwenda shuleni, tofauti na hapo haufikirii. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni fakiri. Huwezi ukafikiria kitu kingine, huwezi ukawa na ndoto ya kufikiria kitu cha nje ya boksi. Kwa nini? Kwa sababu unawaza familia yako kesho ile nini, baada ya kufungua shule watoto wangu watavaa nini. Madhashatu lil aqli, inapelekea mapungufu ya akili.
Na kitu cha tatu asema ya kwamba da'iyatu lilmaqti, vile vile inapelekea chuki baina yetu. Ufakiri unapelekea chuki. Leo hii mifano iko wazi, tunaona katika jamii yetu. Utakuta kwa mfano mtu anatembea zake vizuri, akashuka kwenye gari vizuri, lakini utaanza kusikia minong'ono, sasa hivi anajiona sana, huyu jamaa kuwa hivi. Lakini Uislamu unatuambia kwamba mtu lazima uwe na wivu, lakini huo wivu ambao unaonyesha usio ni wivu wa chuki, bali huo ni wivu ambao unaweza kuleta maendeleo. Basi wewe mwenzio, ukiona mwenzio ameshuka katika gari, na wewe sema inshallah na mimi lazima nitanunua kama hili. Kwa hiyo anasema ya kwamba da'iyatu lilmaqti, ufakiri unasababisha chuki baina yetu. Msingi wa tatu ambao tunao, lazima tuweze kuwafundisha watoto wetu ujasiri. Kwa nini ujasiri? Kwa sababu ujasiri, lau watoto wetu wakawa ni majasiri, Waislamu lazima mwanao atapofikisha umri wa miaka 14 mpaka 21 unatakiwa utembee naye. Kwa nini? Kwa sababu pale unapokuwa unatembea naye kuna baadhi ya mafunzo ambayo unampatia, hasa mfano katika upande wa kutafuta maisha. Yale maumivu ambayo unayapata pale unapokuwa katika hali ya utafutaji, unapokuwa umekosea upande fulani na umeona ya kwamba kwa namna moja au nyingine siwezi nikafikia katika mafanikio yangu, yale maumivu ambayo unayahisi lazima ukae na mwanao aweze kuyahisi maumivu hayo. Kwa nini? Ili hata pale utakapoondoka isije ikawa baada ya kuacha visenti akawa anatumia pasina kuzingatia ni jinsi gani ambazo zinaweza kufanyaje, unaweza kutumiwa pesa hizo. Billahi alaikum, leo hii Waislamu tupo nyuma sana katika upande wa ujasiri. Kuna vitu vingi sana ambavyo hatuvifanyi, na ndio maana imekuwa ni aibu kwetu sisi Waislamu. Al-Imamu Ali bin Abi Talib salawatullahi wasalamu alayhi anakwenda katika mji wa Kufa, anakutana na wanawake wanatembea vichwa wazi. Hakuanza kuhangaika na wale wanawake, alianza kwanza kuhangaika na wale wanaume. Akasema wanaume wa mji wa Kufa hawana wivu kabisa. Leo hii Waislamu wote tungeamua tukawa na jambo la ujasiri, tukaamua jambo letu ni moja, tukaamua kutengeneza hata hospitali yetu, hata pale akina mama watapofikisha muda wa miezi 9 ili wakatibiwe na madaktari wa Kiislamu tena wa jinsia ya kike, tungeamua bila shaka tungeweza. Lakini kwa nini tunashindwa? Tunashindwa kwa sababu ujasiri hatuna. Billahi alaikum, leo hii imekuwa ndiyo kelele mitandaoni, huyu Shia, huyu Sunni. Sawa, hakuna shida, kila mmoja awe na njia yake. Lakini lau sisi tukasema ya kwamba sisi Mashia, tukakaa Mashia wa mji wa Tanga takriban Mashia 1400, kila mmoja katika kichwa akawa anatoa 10,000 kwa mwezi, bila shaka ndani ya mwaka tunaweza tukapata hata takriban milioni 480. Milioni 480 tukapata jengo la hospitali, bila shaka tutakuwa tumepata. Lakini leo hii Waislamu bado tunafurahia wanawake zetu kwenda kutibiwa, au baada ya miezi 9 kufika ambao wanawashughulikia ni wanaume, ndio tunapenda. Billahi alaikum, ikiwa Amirul Mu'minin alayhi salam alipofika katika mji wa Kufa akakutana na wanawake wanatembea vichwa wazi, akaanza kuwafuata wanaume wale na kuambia kwamba hawana wivu, sijui sisi Ali bin Abi Talib angekuwepo katika zama hizi angetutazama kwa jicho gani, sijui. Kwa hiyo ndugu zanguni, lazima tuweze kuwa na lile jambo la ujasiri na kuweze kuthubutu. Kwa nini? Kwa sababu kuna manufaa makubwa ambayo lau tukaamua jambo letu na lazima tunaweza tukafanikisha. Miongoni mwa watu ambao waliweza kusimama na kuonyesha uthubutu wao baada ya kuondoka al-Imam al-Hussein alayhi salam ni mwanaye al-Imam al-Hussein Sukaina alayha salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Mama huyu
ni miongoni mwa wale mateka baada ya vita kuisha, ni miongoni mwa mateka ambao walichukuliwa kutoka katika mji wa Karbala mpaka katika mji wa Kufa, huku wakiwa wamefungwa minyororo, huku wakiwa watembezwa kwa kutumia miguu takriban kilomita 75 mpaka 80. Vile vile baada ya hapo wakatolewa katika mji wa Kufa mpaka katika mji wa Sham, wakiwa wamefungwa katika hali ile ile, na siku kama ya 30 kwa mujibu wa tarehe mbalimbali zinaeleza kwamba ndiyo siku ambayo walifika katika mji wa Kufa, kwa sababu baada ya kuliwa al-Imam al-Husaini hawakuweza kwenda moja kwa moja katika mji wa Sham, bali walitumia siku kadhaa katika mji wa Kufa, kisha wakaanza safari na kuelekea katika mji wa Sham. Mwanamama huyu ni miongoni mwa mama jasiri sana ambao wamewahi kutokea katika tarehe ya Kiislamu. Ni mama ambaye aliweza kuthubutu na wala hakuweza kurudi nyuma baada ya baba yake kuondoka. Kwa nini? Kwa sababu alitambua ya kwamba njia ambayo naipita mimi ndiyo njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka. Baada ya kuwa wameachiwa na Yazid bin Muawiya katika mji wa Sham, walivorudi katika mji wa Madina, mama huyu hakuwa katika maisha yake ni kulia tu, bali aliweza kutengeneza madrasa ambayo ikiweza kuwaelimisha Waislamu kunako misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo anaitaka, na kuanza kuelezea umma ambao leo hii tunajifakharisha nao, kuelezea ni upi uhalisia ambao uliweza kutokea katika ardhi ya Karbala. Mama huyu kwa mujibu wa tarikh inatuonyesha ya kwamba mwaka wa 117 Hijiria, mwezi wa Safar, tarehe 5 ndio mwaka ambao aliweza kuondoka duniani na kutuachia huzuni, kwani ametutoka mtu muhimu na ni miongoni mwa watu ambao wamejitahidi kueneza ule Uislamu sahihi ambao leo hii tunajifakharisha nao. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.